ukiwa na kitambulisho chako iko ama leseni ya udereva, lakini kimoja kati ya hivi vitambulisho, basi utaweza kujipatia simu hapa tena kwa kianzio kidogo sana, yani nasema kidogo mno, na utapata ofa ya cover, protectors pamoja na GB. Sawa, tunakitambulisha. Sawa, haina shida. Namba simu yako inaingiza hela na kutoa. Maana yake malipo atafanyika kupitia namba yako ya simu. Sawa, ngoja nianze. Hii inaweza kukusaidia na watu sasa, maana simu sasa hivi ni gani? Hapa shakamilika wewe sasa pia unaweka kwenye simu yako, alafu baada hapo kuna application ambayo itakuwezesha kufanya malipo. Password yake inakuwa ni /4, alafu sasa una set kiasi ambacho umejiwekea, unaweza ukaweka kwa siku, kwa wiki pamoja na mwezi. Haina shida kabisa. Hata kulipa kwa kulipiza sawa. Hapo unakaribishwa muda wote kwa sababu simu ina warranty ya miezi 24 kwa maana miaka 2. Sawa. Karibu muda. Kama miayusho kishenzi wewe unapita siku nzima mwanangu hujaingiza hata 100. Alafu siku hizi ukitoka mwanangu siku hizi kama imekuwa kimavi, yani ukitoka unatoka nao. Toka nao. Hali sasa hivi imekuwa ngumu mwanangu, na bana yani unakuta ile ambao unaipata mwanangu wote naisha kwenye mahitaji. Kama unavyojua yenyewe ndo kama hivyo mwanangu. Tunachokipata ndo hivyo mwanangu. Ila ndo hivyo kikubwa mwanangu. Chuma usiku vipi? Sasa kwa nini jana mbona mimi nilikaa Kobla pale mwanangu, ndio leo amekuja kina Chifu akina Mbwido, si unajua wanataka leo na show yao. Show wapi tena? Show yao sijui wapi leo mwanangu hapo kwenye. Kwa ndo kama hivyo. Hapo unaona mpigia jini kama vipi anachukua nduza tunaenda kuchapa, tunakwambia kuna watoto watembea na juu huko, shakwambiaje mdogo wangu. Watoto wenyewe mapepe watakuacha bure mdogo wetu. Mwenyewe naelewa. Juu ni watakuacha mdogo wetu, watoto wenyewe mapepe sasa hivi. Hawana maajabu yoyote baba. Si unajua tena. Dangote mwambie mdogo wako ujue.
Juzi kaliwa mtu pale ujue. Kitu kwanza mjomba wangu. Watamuumiza mtu. Kwa mchana huko. Juzi kaliwa mtu pale mtaani kwangu hizi salau babu. Hawa wadogo wenzio unawaleta leta hapa maskani ile ndo wanakuja wanaharibu ujue. So maisha hayo. Ile marume. Vipi marume? Bali sogea huko. Ona mapanga. Hiyo huko mwanangu. Ile wanangu. Mbona lesi ipo kwanza? Wewe mwanangu. Vipi kwanza ubalia yupo? Balia gani wewe? Nyonga. Nyonga. Nyonga hapa hajaonekana na siku ya 3 mpaka leo mwanangu. Nasikia. Naona jana mara mwisho nakutana na Nyonga, kuna matozo walikuja na manzaji yao kwanza sinajua ule mkali wa vile vitu. Kaondoka juu na sasa toka jana ule muda sijaona nadi sasa hivi. Sasa sijamifanyia amani kwanza mmekuja hapa kama. Wewe baridi mwanangu utawala sema nini? Wajomba zangu amani hapo wenyewe. Kuna kidude hiki hapa hiki tumekula load hapo sasa tumpesi mkali wa michezo hapo. Sema nini sikiza mboi ajaliwa mzungu. Tambonya mkopo hapo mboi vipi mbona kwa hivyo mboi. Juzi hapa kama mtoto sikiliza mtoto sikiliza. Wewe sikiliza. Sijui tuchekeshi huyo ndio sawa. Sasa style hizo takuleta mimi sisi. Unajua mjomba wangu juzi zetu tumekaa ukimezana kwa maswali yao na simu hapa ndio maana elekezo kama hivyo. Unajua. Elekezo muhimu mwanangu. Sisi wote masira wataliona sana. Sija kitu. Saminisha mwanetu yangu wote hapo mwenyewe. Mwanangu. Yaani wewe wenyewe tukimpata mkali Nyonga tu mwanangu. Ana Nyonga sio mtaalamu wa shughuli za hapo. Sasa ndio maana tukaja hapa. Sema boy kutokana na nini anaonekana na gazabu ana haraka elewi. Unajua. Sio una mtu anamjua michezo hii una mtu anamjua boy. Umesikia? Balia mkali ndo mkali. Kwa hiyo hapo kama mawasiliano naye mkimpata hapo ndo mkali wa kila kitu. Ila mangazi hapa katoka jana. Sema nini wanangu kwa ushauri? Kwa ushauri wa Dangote. Uende zone ukamwangalia unaweza kumkuta. Oya, sema nini? Wewe una mtu unamjua yote yule michezo hii hapa ya kuflash na nini? Kali mtiti mwanangu, sema kali yenyewe ndo kama hivyo. Hapo ukimkata mkali Nyonga kama hivyo kuja kumfuata ndo mwenyewe. Sio tafutaji. Wazee wa road. Sema usiogope mjomba wangu ana utawala. Oya mdogo wangu tunapoteza muda sikia. Washa chuma tuondoke. Oya, baridi wakali hapo kwenye. Oya dua wakali hapo kwenye saruti. Salau hizi. Unajua maisha ukweli. Mwanangu. Ngeke kwanza takiwa shio. Washa mwanangu hapo kwenye. Salau hizi. Unaona jomba riziki kama ile mchana mjomba wangu atashashinda ushindi ule pale. Watoto vipi hapo? Si umeniambia unaenda sokoni usharudi? Vipi? Usharudi sokoni sasa hivi? Usharudi? Wewe si nimekuuliza usharudi sokoni hapo? Una matatizo gani? Mimi naondoka ujue. Naondoka. Unijibu unashindwa una mdomo. Afu umekaa chini hapo. Una mdomo? Una matatizo gani? Mimi naondoka. Mwanangu nimeibiwa. Umeibiwa? Nimeibiwa simu. Umeibiwa simu? Simu umeipata wapi wewe? Una miliki simu mpaka udio simu? Ile kwa mashule mbele sikope nimekopa nimeenda kopa simu nimeibiwa. Ndio nimekopa ile laki kwa laki na 50 aliba. Unafanya kazi gani? Ila kumlipa mama shule unayo. Sasa sikiliza, nilikwambia nini kuhusu mikopo? Nilijua hapo wewe ulisema kuna dili utapiga. Ndio mimi
Kwa hiyo umeenda kukopa simu kukamchape laki kwa laki na 50, si ndio? Una kazi ya kufanya? Na nilikwambia nini kuhusu simu? Si nilikwambia simu nitakuletea? Alikwambia ndio kukopa nani? Niambie, alikwambia uende kukopa nani na unafanya kazi gani wewe? Sio mtu. Kumbe mimi sio punda ujue. Utajua hela pa kuipata na nikirudi nikute hela mezani umeiweka, tumpelekee mama shule hela yake. Nimeshakukataza mambo kopa vipi? Au nimekwambia nini? Achana na mimi bwana. Mimi sio punda. Nitapata wapi jamani, si mwenyewe imeibiwa. Mimi nataka nikomeshe watu